Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuandika historia katika sekta ya nishati baada ya leo tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026 kupokea meli kubwa mafuta katika bandari ya Mwanga Pwani ikiwa imebeba zaidi ya lita milioni 36 za mafuta aina ya petroli, diesel pamoja na mafuta ya ndege. Akizungumza na waandishi wa habari bandarini hapo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji na Nishati na Madini Joseph John Kilangi amesema ujio wa shehena hiyo ni hatua muhimu katika kuimarisha usalama wa upatikanaji wa mafuta Zanzibar na kupunguza changamoto zilizokuwa zikijitokeza hapo awali. Amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano kati ya serikali na kampuni ya UPL ambayo imewezesha kuwasili kwa shehena hiyo kubwa ya mafuta, huku akisisitiza kuwa hatua hiyo itachangia kuimarisha huduma za usafiri, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi nchini. Katibu mkuu huyo pia ametoa wito kwa wananchi na taasisi husika kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola katika kudhibiti vitendo vya biashara haramu ya mafuta vinavyoweza kuhatarisha uchumi na usalama wa nchi. Kama mnavyoelewa, tumekuwa na changamoto ya mafuta kwa kipindi kadhaa siku za nyuma, japo kama sio kwa kiasi kikubwa, lakini imekuwa imetokana sana na vita inayoendelea Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Irani na Marekani. Lakini pili, kwa awali nyuma tulikuwa na supplier wetu mmoja GDP ambaye alikuwa akisupply mafuta kutokea Dar es Salaam ama Tanga. Mkataba na supplier huyo tumemaliza, tukaingia mkataba na kampuni nyingine ya OPL ambayo kwa mara ya mwanzo hiyo inaleta meli yake hapa kama unavyoiona, na cha kufurahisha kabisa kwa mara ya mwanzo Zanzibar tunashusha mafuta mengi kuliko kipindi kingine chochote cha siku za nyuma. Leo hii tunashusha mafuta karibu lita milioni 36. Ni mafuta ambayo tunategemea kuyatumia kwa muda wa mwezi mzima. Kuna mafuta ya ndege Jet A1, lakini kuna diesel na kuna petroli. Tukianza kushusha mafuta haya hivi leo na kueneza katika vituo vyetu, manake tatizo la mafuta Zanzibar kwa mwezi mzima hatutakuwa na shida yote. Tunataka kuifanya Zanzibar iwe ni hub ya mafuta, hasa kwa meli zinazopitia hapa. Huko tutakokwenda pengine mwakani, kwa vile kampuni hii pia tunakusudia na tushepa eneo la kujenga depot, sehemu ya kuhifadhi mafuta, ambapo watajenga depot moja kubwa yenye uwezo wa kuhifadhi mafuta hadi milioni 85. Kwa hiyo mafuta 85 lita milioni zikikaa hapa, sisi uwezo wetu mara nyingi sana tunatumia milioni 30 kwa mwezi Zanzibar kwa sasa hivi. Pamoja na vurugu lote la ujenzi unaoendelea, hatuzidi milioni 30. Lakini sasa tukiweka depot ya mafuta ya milioni 85, maana yake tutakuwa na uwezo hata wa kuweza kuuza kwenye meli nyingine au hata sehemu nyingine. Kwa vile bei yetu ya mafuta Zanzibar liko chini ukilinganisha na nchi za wenzetu, kwa mfano Tanzania bara, na wasiwasi sana msije katumika nafasi hii ya wingi wa mafuta tuliokuwa nayo, tukasema mimi niko pale katibu mkuu nasema na mafuta ya kutosha mwezi mzima, lakini kukawa na watu wa kuyaiba haya mafuta kwa kutumia bandari bubu. Niombe sana ndugu zanguni, sote tuwe walinzi wa miundombinu hii kwenye bandari bubu, mafuta yasije yakawa yanatoroshwa. Mafuta haya yakitoroshwa kwenda sehemu nyingine ambapo bei ni kubwa zaidi, maana yake mafuta ya hapa yataweza kuisha haraka kuliko tunavyofikiria, kumbe yanapita kwenye bandari bubu, hatuna habari. Kwa hiyo vyombo vyote vya dola, KMKM, lakini na wananchi na hasa viongozi wa shehia ambao wanakaa jirani na bandari bubu, naomba tuwe walinzi. Tusikubali kuona madumu yanapakiwa kwenye viboti, kwenye majahazi, tukatizama tu kumbe ni mafuta yetu hayo, alafu kutahamaki baada ya siku 15 mafuta yanaisha Zanzibar. Mnakuja kunishika shati, katibu mkuu alituambia mafuta mwezi mzima, mbona ameisha? Nitabaki na shangaa. Kwa hiyo kumbe mafuta mengi yametoka nje ya Zanzibar kwa kutumia bandari bubu. Naomba tuwe walinzi, vyombo vyetu vya dola, KMKM, masheha wetu, tuwe makini kwenye bandari zetu, tusiruhusu wafanyabiashara kuyaiba haya mafuta kienyeji.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa wakala wa vipimo Zanzibar, Mohamed Mwalimu Simai, amesema wataalamu wa wakala huo watafanya uhakiki na vipimo vya mafuta hayo ili kuhakikisha kiasi na ubora wake vinaendana na nyaraka rasmi za usafirishaji zilizowasilishwa na muingizaji. Kuna upokeaji kwa njia ya mita kubwa za upokeaji wa mafuta. Tumezoea wakala vipimo kwamba jukumu lake ni kuhakikisha ile bidhaa inokuja katika bulk procurement system kwa mafuta, tuiridhishe serikali kwamba kwa mujibu wa shipping document ambazo zinaletwa kwa bidhaa ya mafuta kutoka kwa mwagiziaji inaendana sambamba na actual ule uhalisia wa yale mafuta yaliyomo katika meli inayoleta bidhaa hiyo. Kwa hiyo kikawaida hapo nyuma, kabla ya leo hii kuanza rasmi, ilikuwa wakala vipimo tunaingia kwenye meli, tunachukua vipimo, tunaangalia kile kiliomo katika meli, tunafanya ulinganisho na zile shipping document zinazosema labda mafuta haya yamekuja tani ngapi, ili kujiridhisha kama yuko sawa. Lakini baada ya hapo ni kuweka zile taarifa kamili kwa serikali, lakini kwa taasisi zinazotoza kodi, kwa sababu mafuta ni bidhaa kama bidhaa nyingine. Mwisho wa siku yakishaingia nchini, manake supplier atatakiwa atozwe kodi kwa ile bidhaa aliyokuja nayo. Kwa hiyo lengo la wakala vipimo ni kusema sasa kwamba kile kilichokuwepo au kilicholetwa ni sahihi. Kwa hiyo kodi ambayo inatakiwa kutozwa na serikali au kumbukumbu ambazo zinatakiwa kuwekwa na serikali, wakala vipimo itakuwa ndo msemaji wa mwisho kwenye kutoa hiyo kauli, kwamba serikali itakapoweka kumbukumbu kwamba bidhaa iliyoingia imetimia kiasi hiki, kwa hiyo zitakuwa ni kumbukumbu za uhakika. Lakini kwa kodi ambayo atakwenda kutozwa mfanyabiashara kwa bidhaa iliyoingia, kwamba itakuwa ni sahihi. Naye mkurugenzi wa United Group Limited amesema mradi huo una manufaa makubwa kwa Zanzibar, kwani utawezesha kupatikana kwa mafuta kwa urahisi zaidi na kwa gharama nafuu, tofauti na utaratibu wa awali uliokuwa ukitegemea mafuta kutoka Tanzania bara kabla ya kuwasili Zanzibar. Ujio wa meli hiyo unatajwa kuwa hatua nyingine muhimu katika juhudi za serikali za kuimarisha sekta ya nishati na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta ya uhakika kwa maendeleo ya uchumi wa Zanzibar. Kwa majina naitwa Collins Kiprono Chemgorem. Mimi ni mkurugenzi wa United Group Limited na pia mkurugenzi wa Offshore Mooring Limited. Hii ni kampuni ambayo imeanzishwa kati ya Zanzibar Ports Corporation na United Group Limited kama partners, na kwa ile mfumo wa PPP na serikali. Na mfumo wa PPP ni kwamba tumetengeneza mfumo wa kupokea meli kubwa ambayo imetoka moja kwa moja ughaibuni ili kuweza kufika hapa kushusha mafuta. Mradi huu itasaidia sana Zanzibar kwa sababu itashusha gharama ya kuagiza mafuta kutoka nje kulingana na ile mfumo ambao ipo sasa, ambao tunanunua mafuta ambao tayari ishaletwa mainland bara na tunabidi kuleta hapa. Mtambo ambao mnaona hapa inaitwa flow meter, Coriolis flow meter, ambao ni mtambo itakuwa inapima mzigo itakavyokuwa inashushwa mafuta kwa kila aina. Kutakuwa na diesel, petroli pamoja na jet one mafuta ya ndege na gesi ya kupikia LPG. Kwa mtambo mnavyoona hapa itakuwa imeunganishwa na mfumo wa kompyuta pale ofisini, na taasisi zote za serikali ambazo ziko na jinsi ya kuunganisha ile mfumo inaweza kusoma mafuta lita ngapi imeingia, ili serikali inaweza jua mapato ambayo inaweza chukua katika ile mafuta. Kitu muhimu sana upande wa CBM inaitwa Conventional Buoy Mooring System. Hiyo ni system ya maboya ambazo zimewekwa ili kuweza kushika meli kubwa, ama bado tunasubiri bandari iwe tayari siku za usoni ili iweze kufunga kwenye ukuta. Kwa hivyo badala ya kusubiri hadi ifike kwenye ukuta, tuna zile maboya ambazo zinaenda huko nje, na mnavyoona leo meli kubwa ya tani deadweight ya 1045 ambayo iko na uwezo wa kuleta mafuta hadi zaidi ya lita milioni 50. Kwa hivyo kwa haya mnaona kwamba Zanzibar itafaidika sana, kwa sababu tutakuwa na uwezo wa kuleta mzigo moja kwa moja kutoka ughaibuni. Na saizi pale pia depo tumeongeza ujazo wa mafuta wa lita milioni 50 kutoka ile tuko nao saizi ya lita milioni 21, ambayo itasaidia nchi kuweza kuwa na mafuta ya kutosha kwa mwezi moja na mbili, kama hadi mwezi miwili. Mtumwa Suleiman, VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.